Ndugu mtazamaji, ndugu mfuatiliaji wa kipindi chetu cha Discover Your Purpose and Destiny. Karibu tena katika kipindi ambacho kinafanya kutambua sababu ya uwepo wako, lakini hatima yako katika maisha yako, au sababu ambazo Mungu amefanya uwepo wako. Katika kipindi cha leo tunakwenda kuangazia tena swala lingine muhimu sana. Hili swala ama jambo hili ni jambo ambalo ni jambo la kiuongozi, ni jambo ambalo linafanyika katika mataasisi, katika familia, katika nchi na vitu kama hivyo. Hili jambo linaitwa dira, linaitwa dira na dhima. Dira kwa Kiingereza wanaita vision, lakini dhima kwa Kiingereza wanaita mission. Haya masuala yote mawili ni masuala muhimu sana, na ni masuala ambayo yanaweza yakawa applied ama yanaweza kutumika ama katika ngazi ya familia ama katika taasisi kama nilivyosema, na bila kujali kwamba ni taasisi aina gani, taasisi ya kiroho, taasisi ya kiserikali, taasisi za kijamii na vitu kama hivi. Mimi nataka nikupeleke kwenye kuelewa nini maana ya dira na nini maana ya dhima, ili visikusumbue sana kama umewahi kuvisikia na ukao unawaza na kujiuliza maswali mengi. Hivi dira maana yake ni nini? Hivi dhima maana yake ni nini? Leo hii tunaenda kuweka wazi na kufungua ndani kuona kwamba wanaposema dira ama vision wanamaanisha nini, na wanaposema dhima ama mission wanamaanisha nini. Dira ni picha ya mbali ama taswira ya mbali ya kitu ambacho kinatazamiwa kuonwa ama kupatikana. Kinaweza kuwa ni taasisi. Taasisi inakuwa na dira yake ama vision yake, inataka kuona nini, picha ya mbali kabisa, ama taswira ya mbali kabisa ambayo taasisi inataka kufikia, ama mtu binafsi anataka kufikia, ama kikundi kinataka kufikia. Hiyo inaitwa ni dira. Na ndio maana ukisikia mtu anasema amepoteza dira, manake ni kwamba ametoka kwenye reli, yani ametoka barabarani, ameingia pembezoni kabisa, haeleweki anakoelekea. Kwa sababu dira ni ile maono na picha ya mbali ambako taasisi ama mtu binafsi anaelekea kwenda kufikia hicho anachotaka kukipata. Kwa maana nyingine, dira inatengenezwa kwenye mataasisi na kama nilivyosema mtu binafsi, familia ama vikundi. Sasa kuna namna ya kutengeneza dira. Kuna namna ya kutengeneza dira. Nitakupa mfano. Taasisi inaweza ikasema, labda ni taasisi ya kibiashara, inaweza ikasema kwamba tunataka kuhakikisha kwamba sisi ni wauzaji ama watoaji wa huduma bora kabisa ndani na nje ya mipaka ya nchi yetu mpaka kufikia labda mwaka 2035 au 2050. Hiyo ni vision, yani umeona kwa mbali, si kitu cha leo, ni kitu cha siku zinazokuja, miaka inayokuja, lakini unakiona leo hii na unataka ukiwekea utaratibu ukifikia. Kwa hiyo kampuni inasema tunataka kufikia mwaka 2050 sisi ni wauzaji bora kabisa wa hii bidhaa ambayo tunaitoa hivi leo. Umeona? Kwa hiyo ni picha ya mbali. Lakini mtu binafsi unaweza ukasema nataka kuwa mpaka kufikia mwaka 2035. Unajua sasa hivi ni kama miaka 10 ijayo. Nataka niwe mfanyabiashara maarufu kabisa ndani na nje ya nchi au ndani ya nchi. Umeona? Hiyo ni picha ambayo unaiona bila shaka miaka 10 ijayo. Kuna mtoto leo anaweza akasema, au kijana anaweza akasema nataka nije kuwa msomi maarufu sana. Sasa msomi maarufu maana yake kuna ngazi nyingi huko ambazo zinakuja ambao ndo unaziwekea malengo, lakini picha yake ni kwamba nataka nije kuwa msomi maarufu sana katika nchi ama katika dunia hii. Hiyo ni picha ya mbali. Leo mtu yuko darasa la 7 lakini anaiona picha ya miaka 20 inayokuja, na hiyo anasema ndio vision yake. Au kijana, tuseme kijana wa kike ama wa kiume, anasema nataka nije kuwa na familia bora sana au familia ya mfano. Hiyo ni vision, kwa sababu si kitu ambacho umekifikia, lakini ni kitu ambacho miaka 20 inayokuja au miaka 10 inayokuja unakiona hivi sasa. Sasa hiyo ndio tunasema kwamba ni vision, yani picha ya mbali
ambayo unaiona au maono ya siku zijazo yanayokuhusu wewe, unataka uyaone sasa hivi. Ni kama vile sasa hivi uko hapa, lakini taasisi yako unaiona miaka 10 ijayo, miaka 50 ijayo. Au nchi yako upo sasa hivi, lakini mnaiona miaka 50 ijayo, miaka 100 ijayo. Au maisha yako sasa hivi unayaona miaka 10 ijayo, miaka 20 ijayo, jinsi atakavyokuwa. Hiyo ndio tunaita vision, the far end picture that you see today. Ni picha ya mbali kabisa ambayo unaiona leo. Tunaweza tukasema is a dream au ni roadmap, ni kama ramani ya kimaisha ya taasisi au mtu binafsi kuelekea huko anakokwenda. Ndio maana tunasema kwamba kuishi kwa mtu ama taasisi, uwepo wake si jambo la ajali, ni for the purpose. Yani kuna sababu ya kwa nini tunaishi na kuna sababu kwa nini hizi taasisi zipo. Kwa hiyo zinaweka vision zake, tafasiri ya wapi zitakapokuwa siku zijazo. Watu viongozi wanaona hii leo kwamba mambo hayo yatakavyokuwa yanatokea. Lakini sasa hiyo ni dira ama vision. Tukija kwenye upande wa dhima ama mission, sasa ni jumla ya yale mambo yote ambayo taasisi au wewe mtu binafsi ama kiongozi unayafanya kuhakikisha kwamba unafikia ndoto au ile vision au ile dira ambayo umeiweka ya miaka ijayo. Unaweka taratibu ya vile vitu vitakavyokuwa vinafanyika hivi sasa ili kuweza kuhakikisha kwamba unafikia. Kwa mfano, nilitoa mfano kwamba kuna kijana anasema mimi nataka nije kuwa na familia bora sana, familia nzuri sana. Wewe sasa hivi una miaka 15, lakini hiyo familia unaiona bila shaka ni miaka 10 au 15 ijayo. Maana yake ni nini? Maana yake kuna vitu ambavyo sasa hivi unatakiwa kuviishi ili uweze kuja kuifikia hiyo familia bora ambayo unaiona. Kwa mfano, anasema binti ama anasema kijana kwamba mimi nataka niishi maisha ya mazuri, adilifu, yenye uwajibikaji ili nije kuifikia ndoto yangu hiyo. Unaona? Kwa hiyo ile kusema kwamba kuishi kwa uadilifu tayari ni aina ya vitu unavyovifanya sasa hivi hivyo vya uadilifu ili uweze kufikia ile vision ama ndoto ulioiweka. Ama kwa mfano katika mfano kampuni nilisema ama taasisi ama mfanyabiashara asema mpaka kufikia mwaka 2050 tunataka kuwe kampuni au taasisi ambayo itakuwa inaongoza katika utoaji wa hii bidhaa ambayo wanayo leo, labda ni uuzaji wa nguo ama usafirishaji wa madini, uuzaji wa madini ama kitu chochote kile. Umeona? Kwa hiyo maana yake ni kwamba ukishaweka hiyo vision, sasa nini unachokifanya? Unaweza kusema kwamba ni kuhakikisha kwamba ninakuwa na watu bora wa kusimamia na kuongoza hivyo vitu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hiyo taasisi itakuwa inaangalia kwanza kuwa empower ama kuwafundisha watu wake ili iweze kuwa na watu bora ambao wataiwezesha kwenda kufikia ile vision wanayo kwenda kuifikia. Ama inataka iwe na teknolojia bora kabisa ambayo itaiwezesha kwenda kufikia ndoto ile. Kwa hiyo uwekaji wa teknolojia, kufundisha watu, kuelekeza watu, hayo ndio ambayo sasa hivi taasisi itaendelea kuyafanya ili kuweza kufikia ile ndoto yake ya kusema ya kwamba tunataka tuwe kampuni ama taasisi itakayokuwa inaongoza kuuza bidhaa hii ndani na nje ya taifa letu. Sasa hiyo ndio dhima sasa. Kama nilivyosema kwa upande wa kijana, wanaposema kwamba nataka niishi kwa uadilifu, hiyo ni dhima. Ule uadilifu una utafasiri na kuangalia ni vipengele gani, labda ni mcha Mungu, labda ni mpenda watu, labda ni kujitunza, kuishi namna ambavyo unaweza kuishi katika kuhakikisha kwamba unafikiri ndoto yako ambayo unasema kwamba mimi nataka nije kuwa na familia bora. Wewe unajua uwezi kuwa na mume bora kama uwezi kuwa mwanamke bora mtarajiwa, au huwezi kuwa mwanamke bora mwanaume bora kama huwezi kuishi sasa hivi kama mwanaume bora anayetarajiwa. Kwa hiyo yale maisha na matendo ambayo yatakuwa yanafanyika sasa hivi kwa tafasiri ya kawaida ndio tungeweza kusema kwamba ni dhima. Ni dhima vile vinavyofanyika kuhakikisha kwamba uweze kuzifikia ndoto zako. Kuna yule nilisema mfano kwamba anasema nataka kuja kuwa msomi maarufu sana, labda ni pilot wa ndege, unaona, au ni mwalimu mzuri, au ni profesa, au ni mtu fulani.
katika hali ya usomi au ni daktari. Sasa hiyo ni vision au ni maono ambayo unayaona au ni ndoto ambazo unaziona. Sasa nimekwambia ni lazima unapokuwa na dira unakuwa na dhima. Dhima maana yake sasa ni kwamba ni vile vitu utakavyovifanya. Kumbe sasa kaanza kusema kwamba nitahakikisha kwamba ninakuwa mwanafunzi mzuri, msikivu, mfuatiliaji, ili kuweza kuhakikisha kwamba napata kile ninachokihitaji. Kwa hiyo hayo ambayo utakuwa unayafanya sasa hivi, kuwa na ratiba nzuri ya kujifunza, kuwa na utaratibu mzuri wa kufuatilia, kusoma vitabu sana, hayo yote hayo ambayo utakuwa unayafanya hivi sasa ndio tunaita sasa hiyo ndio dhima yake. Kwa hiyo kitaasisi, vile vitu ambavyo taasisi inavifanya ili kuhakikisha kwamba inafikia ndoto ama dira yake, hiyo ndio tunaita ni dhima. Asante sana. Kama kutakuwepo na maswali, ushauri au mapendekezo, tafadhali tunakuomba ufuatilie namba zetu hapo chini na tutaweza kuzungumza nawe zaidi ama kutoa somo zaidi. Asante na karibu sana.